Sana mtazamaji wa Kishamba TV, karibu tuyazungumze mengi ya michezo kubwa zaidi. Tunafahamu kwamba jana imetoka ratiba rasmi sasa ya dabi ya Kariakoo kupigwa Juni 25 mara baada ya pande zote mbili kukubaliana. Tunafahamu sintofahamu ambayo ilijitokeza kabla, ambapo ilipangwa mchezo huo kupigwa Juni 15 siku ya kesho, lakini haukufanyika na badala yake umesogezwa mbele mpaka Juni 25. Lakini pia tunafahamu baadhi ya viongozi kutoka kwenye bodi ya ligi wamejiuzulu, lakini wengine pia wamesimamishwa kazi, akiwemo Almas Kasongo, lakini pia na mwenyekiti Steven Nguto. Niko hapa na mchambuzi wa soka nchini Mo Twalibu kwa ajili ya kudodosa na kufahamu zaidi kuhusiana na sakala hilo. Mimi ni Irene Junior, nyuma kamera yupo director Moji. Kaka, kwema? Kwema, mambo vipi? Safi, tuko vizuri. Shwari. Kwema? Kwema kabisa. Bwana, jana tumepokea taarifa ya rasmi sasa, mchezo wa dabi ya Kariakoo umesogezwa mbele mpaka Juni 25. Kulikuwa na sintofahamu nyingi, lakini hatimaye sasa ratiba hiyo imepangwa. Umepokeaje? Mimi nilijua kwamba mechi haiwezi kuchezwa na itapangiwa tarehe nyingine, kwamba kutochezwa kabisa ilikuwa ni jambo gumu. Lakini pia nadhani niliwahi kufanya interview na nyinyi kama wiki mbili zilizopita, niliwaambia kwamba atakayeweza kuamua kuchezwa kwa huu mchezo si Simba wala si Yanga wala si TFF. Na ndicho ambacho kimetokea, kwa sababu hizi ni timu, hatuwezi kuficha. Kuna vitu ambavyo tunatamani kuviondoa katika mpira wa nchi hii, kuondoa ule ubeberu wa Simba na Yanga, lakini kiuhalisia ni taasisi ambazo zimejikita katika maeneo mengi, zimekuwa zikigusa watu katika nyanja tofauti. Kwa hiyo ukilitazama hilo unaona kwamba kulikuwa na haja ya president wa nchi kuingilia kati, kwa sababu leo hii tunazungumzia Tanzania yenye watu ambao inakimbilia watu milioni 70, lakini hao watu wote asilimia 90 utashi wao upo ndani ya Simba na Yanga. Kwa hiyo unaona ni namna gani kwamba sura ya nchi hii ilivyoweza kuwa na misimiko ya uzito hali ya juu ya vilabu hivi viwili. Kwa hiyo alichokifanya president amefanya kitu kizuri, na si mara ya kwanza. Manake unaweza ukasema kwa nini, ukajiuliza kwa nini rais ameingilia michezo? Hapana, anasaidia sports kwa muda mrefu, na tumeona a lot of success ambazo tunazipata katika michezo ni kutokana na utashi wake yeye, kutoa usafiri, kutoa hamasa ya motisha. Hivi vitu vyote amekuwa akivifanya kuhakikisha kwamba watu wanaishi kwenye bahari ya michezo with a smart case, kwamba ukiweza kumsaidia mtu afanikiwe, basi pia jaribu pia kumuondoa pia kwenye matatizo kama unamwona anaelekea kwenye changamoto, kwa sababu hayo ndio mafanikio zaidi ya mtu kupata comfort, na ndicho ambacho tumekiona. Sawa, kuna baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi ambao wamejiuzulu na wengine wamesimamishwa kazi, akiwemo Almas Kasongo pamoja na Steven Nguto. Ilikuwa ni sahihi kwa wao kuachia nafasi zao kwa kipindi kama hiki? Sioni. Kwanza mimi naona wamechelewa sana. Ilipaswa Machi 9 sasa tuna taarifa hizo, au ikiwezekana siku ile ya tarehe 8 tulipaswa kuwa na taarifa hizo, kwa sababu tusizungumze friendly, tuzungumze kama watu ambao tunahitaji kuona tunafanikiwa. Hakukuwa na sababu ya msingi ya mechi ya Simba na Yanga kutokuchezwa tarehe 8, na sitaki kujua nani kazuia, sijui kigogo, sijui nani. Hayo mengine ni rubbish words ambazo haziwezi kusaidia chochote, lakini kikubwa zaidi kama wameandaa taratibu, basi taratibu zingejaribu kuamua kile ambacho kilitatikana kufanyika kwenye nyakati zile. Lakini tuna tabia sisi ya kuwa waroho wa kutamani kuishi kwenye bahari ya mafanikio even vile ambavyo tunahitaji. Unaona? Sasa hili ndio linafanya kuwa na watu wa hovyo kwa muda mrefu, kuwa na watu ambao hawawezi kutusaidia wala hawawezi kusaidia mpira wa nchi. Lakini mimi nasema wamechelewa. Yaani kuondoka kwao kwanza kunaweza kuwafanya, unajua kuwajibika sometimes kuna mfanya hata mtu anayekuja kutake over hiyo nafasi ambayo ya kwako akawa yuko makini zaidi, akaona kumbe hapa hapatakiwi moto wa kitoto, panatakiwa uwe very restrictive na kufanya mambo mengi ambayo yanaweza kuwa na mazingatio. Lakini ukiniambia kwamba eti ukikomaa kutaka kuilinda nafasi yako kwamba huku ndo kunaweza kukusaidia, huo ni uongo wa kiwango cha lami, kwa sababu our package and our level needs to have watu ambao wako very smart. Unanielewa vizuri kwenye hii package yetu ya mpira wa miguu, watu ambao wako very smart, wanajua misingi na miongozo, kwa sababu niwe mkweli, endapo kama Simba angekatwa pointi, asingeingia kiwanjani na angekatwa pointi, malalamiko yangekuwepo.
but kanuni zingeweza kutoa ushahidi wa kila jambo katika kila eneo. Yanga angepata stahiki yake kwa kile alichokosea labda kama alikosea, na Simba angepata stahiki yake kwa kile alichokosea kama lakini kuvunja mchezo kulionyesha kwamba viongozi wanamiliki vitabu vya kanuni na sheria na miongozo, lakini si kwa kuvifuata. Ni sehemu tu ya makumbato yao kama urembo ndani ya ofisi zao. Kwa hiyo ukiondoa kwenye swala la maisha, mimi nadhani ni jambo ambalo limefanyika. I'm very okay. Naona tu kwamba mpira umeshinda, sio Yanga. Na maamuzi ambayo yalichukuliwa Machi 8 ndio sababu kuu iliyopelekea viongozi hao kuachia nafasi zao. Maamuzi yalitolewa Machi 8 kwamba mchezo upo, baadaye ukasema hakuna, na zile sintofahamu ambazo ziliendelea, pengine ndio sababu kuu ya wao kuachia nafasi zao. Hakuna lingine zaidi ya hilo. Hizo nyingine unazosikia ni story tu, kwamba labda sijui kwa kusema kigogo sijui nani. Hiyo story haiwezi kumuondoa mtu. Kwani ukosema kwamba fulani ndio umetuambia ni changamoto ya wewe kutokuwa mwadilifu? Hapana. Tatizo lilianzia pale, na naamini pia Karia mwenyewe amekaa amefikiria, ameona kwamba anahitaji kuwa na njia nzuri ya kuwa na watu sahihi wa kumfikisha katika nchi ya ahadi. Na hiki ambacho kimefanyika pengine tutarajie kisitokee tena kwa hiki maamuzi ambayo yametokea kwa hivi. Kutokea huo ni uongo, kwa sababu Mungu ndo anapanga. Wao walitegemea kwamba kipindi hichi ambacho sisi tuna shine Afrika alafu ndio yanatokea mambo ya ajabu kama haya. Tulitegemea kwamba tuna watu makini ambao wanaweza kuongoza vilabu na mpira wenyewe kwa ujumla. Lakini tumecheza finali 2 katika miaka takriban 4 au 3. Zote za shirikisho. Yanga amecheza, Simba amecheza. Kila mwaka tuna timu zinaingia kwenye hatua ya makundi. Lakini tumekuja kufanya jambo la aibu hapa la kidunia, ambalo maeneo yote ambao watu wanacheza mpira, sisi watu wanajiandaa huko namna gani watarudi pre-season na wengine wanasajili, sisi tunamalizia ligi. Kwa hiyo inaweza kutokea jambo lingine lolote. Sawa, tunafahamu kwamba ligi yetu ni namba 6 kwa ubora. Kwa hiki ambacho kimetokea inaleta picha gani hasa kwenye bara letu la Afrika? Ushaikuwa na kaka mkubwa alafu akiliana. Kuwa na umri ni jambo lingine, kuwa na uwezo ni jambo lingine. Kwa hiyo ligi kuwa namba 6 kwa ubora haimaanishi kwamba watu hawawezi kukosea. Haimaanishi hawawezi kukosea. Kwa hiyo sidhani kama vinauiana sana. Tuna ligi namba 6 lakini makosa yapo. Misri tumeona kulikuwa na mgogoro wa Zamalek na Ahli. Unaona, haiondoi kwamba wao wana ligi dhaifu. Unaelewa? Kwa sababu nimekwambia tuna watu ambao wana utashi ambao ulingani na weledi. Hiyo ndo changamoto kubwa. Na kuna kudogoshana. Unajua, mimi naamini kabisa Simba walifanya vile wakiamini Yanga inaongozwa na watoto wadogo. Unaona? Lakini wamesahau kwamba hizi timu katika maisha yao zote, kwa nini mpaka unaona kwamba kombe la klabu bingwa si bora kama Simba kumfunga Yanga au Yanga kumfunga Simba? Yaani anaweza akacheza finali, lakini kama hapa kapigika mara 2, inaonekana kwamba bado hajafanya kitu, kwa sababu wenyewe hawatamani kudogoshana. Kila mmoja ni mkubwa kwa mwenzie. Kwa hiyo haya ndo yanayozalisha haya matatizo. Kwa hiyo inaweza kutokea kwa mara nyingine tena. Inaweza kutokea perfectly. Yaani siamini kama eti tunaweza tukakaa bila kuwepo na misuguano. Tena this time tumeingia kwenye bahati mbaya zaidi. Zamani wakati akina Mzee Rage wanaongoza mpira wa nchi hii, kina Mzee Mzimba, kina Imani Madega, unaona, kulikuwa na shura kabla ya mathalan niseme, yani kwamba viongozi walikuwa wanaweza kukaa kujadili mustakabali wa mpira wao wa Simba na Yanga. Lakini tangu ilivyotokea kesi ya Hassan Ramadhani kesi, hilo jambo halipo. This time ukisikia template ya vikao vya Yanga na mashabiki wanachozungumza, unauona uadui wa Yanga kwa Simba. Ukisikiliza Simba template yao yote kuanzia kwa mashabiki mpaka viongozi, unauona uadui kati ya viongozi wa Simba dhidi ya Yanga pamoja na mashabiki wao. Unaona? Na ndio maana imefikia hatua. Zamani kulikuwa masuala ya kuchaniana moto, hakuna. Walikuwa, mimi nakumbuka Temeke hapa wakati tunakaa, ilikuwa Simba hifungwa, unakuta mtu anakuja anambeba mzee wa Yanga. Yeye ndo anabeba jukumu la Yanga wanavyoshangilia, mtu wa Simba ndo kambeba mzee wa Yanga. Yule mtu ambaye mashuhuri kuipenda hiyo timu. Lakini this time watu
wanamalizana kwa kung'oa viti, kutokanana, kuambiana maneno ya ovyo na vitu ambavyo vimechangiwa sana wasemaji. Wasemaji waliopita nyuma waliharibu sana structure ya mpira. Unaona? This time sijaona sana hicho kitu, lakini tulijaribu kuwaaminisha watu kwamba football ya Simba na Yanga ni uhasimu. Kwa hiyo ili jambo haliwezi kuzuia migogoro, itatokea tu mengi. Yaani ndo walikuwa kufika mpaka kwa waziri mkuu ama kwa rais kwenda kusuluhishwa, ilikuwa si tabia ya Simba na Yanga. Ilikuwa wenyewe wanaweza wakaamua mustakbali wa wachezaji, mustakbali wa mpira, mustakbali wa ligi namna gani iende. Na ndio maana hata ukiangalia historia huko nyuma ishaye kutokea Yanga anasajili mchezaji ambaye akiamini huyu ni shabiki wa Simba, anaenda anabadilishana na mchezaji ambaye Simba walimchukua wakiamini huyu ni. Kwa hiyo kulikuwa na vitu kama hivyo ambavyo vimewahi kutokea. Kwa hiyo sioni kama tupo katika good way. Yaani ni jambo ambalo linapaswa kulisafisha. Tunaweza tukasema kwa hiki kipindi ni kama utani wa jadi umepungua kwa hivi sasa. Utani wa jadi hauwezi kupungua. Utani kwa maana ya mtu na mtu. Huo umepungua sasa hivi kumebaki na ushetani, sio utani tena. Ushetani wa jadi upo. Yaani sasa hivi kwanza mtu akikujua wewe Simba anakuona kama mlanguruwe kwa Muislamu. Ushanielewa? Mwingine anakuona vile kama ni mtu wa hayawani, mtu wa ovyo. Yaani watu hawatamani even kama mimi ni shabiki wa Yanga na mwanachama. Lakini kuna mtu anakuambia wewe nakuelewa sana kwenye kazi zako lakini wewe Yanga yaani hivyo vitu zamani havikuwepo. Zamani mtu alikuwa akimuona mtu wa Yanga ni kama Makonde kama mwana Mdengeleko. Unaona? Wataniana, shughuli imeisha, tutakufunga wewe na watu wanaangalia mpira pamoja, mwisho wana shake hands. Lakini this time hii Gen Z na hii ya sasa hivi ndio hatari, vizazi ambavyo vilikuwa vya ovyo kabisa. Kwa hiyo kuna ushetani wa jadi, utani wa jadi haupo. Sawa, kwa kumalizia mchezo wa Juni 25, dabi hii tunaenda kuishuhudia kuwa dabi ya aina gani, yenye ushindani wa kiaina gani? Mechi ngumu sana. Mechi ngumu na nithubutu kusema hii mechi Simba wameitia ugumu sana upande wao. Kwa sababu unajua Yanga kwa msimu huu walivyoucheza, kwanza hawakuwa na mentality ya hali ya juu ya kusema kwamba ile ya determination mradhi yao ilikuwa ni ndogo kuliko Simba. Simba walikuwa wana upepo ambao unaweza ukawapa kila kitu. Unaona, hususan kwenye ligi lakini pia kama walivyofika kwenye fainali ya kombe la shirikisho. Lakini sehemu ambapo Yanga naamini watakuwa wamepata hasira na kuona hawa wanapaswa kuadhibiwa ni huu usumbufu uliotokea hapa katikati. Huu usumbufu unawajenga sana Young Africans kwenye hii mechi. Wataingia na hasira, wataingia na ari kubwa wakiamini they can do the best thing kwa wenzao. Sijui unanielewa vizuri hapo Hilo ndio jambo ambalo tunalitegemea sana kuliona katika hii mechi. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ngumu, lakini Yanga anawapa nafasi kwa sababu usumbufu leo hii unajua anayetafutwa ni nani ambaye alikuwa hamtaki mwenzie. Unaona, sasa watu wanataka kuonyeshana ubabe. So ukiangalia kwa weight ya vikosi, Yanga anawapa nafasi, nawapa almost 60% ya mechi kushinda. Simba anawapa 40 kwa sababu siwaoni pia kwamba Simba ni dhaifu mno. Sawa, tukija kwenye tathmini kidogo tunafahamu kwamba Simba kocha wao ni yule yule tangu msimu unaanza ambaye alikuwa anawasoma Yanga, lakini Yanga wamebadilisha makocha karibia mara 3. Hii pengine haiwezi kuwa sababu ya kuwapa nafasi Simba. Kuwapa nafasi Simba kwa maana ya kocha anakuwa mabadiliko mwalimu. Yanga sio alikuwa na mwalimu muda mrefu pia au umesahau? Kocha wa Yanga hana cha kujifunza. Kwanza kaikuta timu bora, ina wachezaji wazuri na kapata enough games, muda mzuri wa maandalizi, na pia ni kocha mzoefu. Kwa hiyo na mwenyewe alishawahi kusema kwamba yeye sio mgeni wa dabi, ameshacheza dabi nyingi. So has a big opportunity kushinda hii mechi. Kwa Fadlu tunachokitegemea kwa Fadlu, unajua Fadlu atabiliki. Ni mwalimu ambaye kwanza kwenye anajua kazi yake anaifanyaje. Anaweza akaja akakupa kitu ambacho kiko tofauti sana. Akakuletea mchezaji ambaye wewe ukutegemea kama angeanza kwenye hiyo mechi na akakupa matokeo. Ni mtu ambaye anaweza sana kukitumia kiwanja cha mazoezi kuwatengeneza watu. Lakini bado hana selection kubwa ya wachezaji ambao wanaweza kufanya kila anachokihitaji. Hiyo ndo kitu ambacho naogopa kwa upande wa Simba. Lakini kwa Yanga naamini wana mwalimu, wana wachezaji wazuri, na inawezekana watu wakaona kwamba kuondoka kwa Aziz Ki ni threat, but
Yanga walikuwa na Aziz Ki before ya Aziz Ki kufika. Kulikuwa na Faisal Salum pale. Na Aziz alikuwa anakaa nje. Kwa naamini this time bado akina Max wanaweza kufanya kitu kikubwa sana. Nikushukuru. Asante. Sawa, huyo ni mchambuzi wa soka nchini Mo Twalib. Umemsikia hapa, amezungumza mengi zaidi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa. Tarehe mpya ya dabi ni Juni 25. Wote macho yetu yatakuwa pale uwanja wa Benjamin Mkapa. Mimi Irene Junior, nyuma ya kamera ipo director Moji.